Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Damu gaithe thini wali toleaji sumuriega. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Mmesalimika. Amen. Bwana asifiwe. Nindiracokeria ithe witu ngatho muthenya wa umuthi. Na mshukuru Bwana siku ya leo. Ni tondu wa tha ciake no tugi wake. Sababu ya neema yake na ametukua kama pamoja nasi. Na ngamucokeria ngatho ni undu uria atuigite na atumenyerera. Na ninamshukuru kwa vile ametulinda na ametulinda vizuri. Na ngamucokeria ngatho ni undu uria atuitire. Na ninamshukuru kwa sababu ya vile alituita. Akiruta umwe kuria amurutire thiini wa ndumire ithi ino. Kila mmoja akamtoa mahali alimtoa kwenye ile giza iko hapa duniani. Na agituthamirio theri-ini wa muruwe uria munene makiria. Na akatupeleka kwenye nuru ya kijana yake yule ya ni wega ni tondu uria atuhete ihinda riega. Asante kwa sababu ya vile ametupatia nafasi nzuri. Nigetha tugie na ihinda ria kuruga kiugo giake muthenya wa umuthi. Ndiposa tusikie neno lake siku ya leo. Muthenya wa umuthi, siku ya leo, gwenda twarie uhoro wa kwihugira matuko ma mwisho. Nataka tujifunze juu ya kutazama na kuangalia nyakati za mwisho. Ile atuga na githungu, yaani tunasema kwa Kiingereza, beware of the last days. Mwemenyererei uhoro wa matuko ma mwisho. Na gwenda tuthome thiini wa ibuku ria Thesalonike. Na tutasoma kwenye kitabu ya Wathesalonike. Na Thesalonike ni wa keri. Wathesalonike wa pili, gicigo kia igiri ya pili kwanjia mwari wa mbere. Na tutaanza mstari wa kwanza. Na maandiko macio mangi ni guthingikuhea maandiko mengine nitakuwa nikikupatia nigetha wathi mucii uthie ukathomenwo thabumie. Ndiposa ukienda nyumbani utajisomea peke yako. Na maandiko mekuga atiriri thiini wa Athesalonike wa keri igiri kwanjia mwari wa mbere. Wathesalonike ni wa pili kuanzia mstari wa kwanza. Riu ri ariu a ithe witu ha uhoro wa guka kwa Mwathani witu Jesu Kristo na wa uria tukonganio mbere yake twamuthaitha ati mutikae kwagagio na rua ngoro kana muhahurwo ni roho wothe kana uhoro wothe kana marua meritwo ati muimite kuri ithui makumwira ati muthenya wa Mwathani ni mukinyu. Menyai mukahenio ni mundu na undu ona uriku, ni gukorwo muthenya ucio ndugakinya uhoro uria wa ngariuku utambite gukinya. Onake mundu uria muregi watho atanaguuranirio o ucio mwana wa kura uria uregana na undu wothe witanitio na Ngai ona kana kindu o giothe gituragirio ndu gikahoywo agitugagiria aciukirire aikorwo aikaire thi hekaru-ini ya Ngai agituaga we mwene ati niwe Ngai. Kai mutekurigikana ati hindi ria ndari hamwe na inyui ni ndamwiraga maundu macio. Na riu mugakimenya kiria kigiragia mundu ucio akinye niguo akaguuranirio hindi yake akinya. Ni gukorwo uhoro wa itho uria wakurega watho ni uraruta wira waguo ona riu. Indi ni kuri umwe ugiragia uhoro ucio woneke riu o nginya riria agakorwo eretio. Na hindi iyo ri nirio mundu uria muregi watho akaguuranirio, nake niwe Mwathani Jesu akoraga na mihumo ya kanua gake na mwagie kiene ni undu wa uria akonanio acokete guku thi. Ngai arogoco. Bwana asifiwe. Ciugo ici ciarirwo ni ndungata Ngai Paulo. Haya maneno yalinenwa na mtumishi wa Bwana Paulo. Hindi ria Paulo andikagira kanitha wa Thesalonike. Wakati Paulo alikuwa anawaandikia wana wa Thesalonike. Tondu Paulo arikia kuhunjia itura ria Thesalonike. Sababu baada ya Paulo kuhubiri kule ya Thesalonike na akiuma kou agithie matura-ini mangi. Akatoka huko akaenda vijijini vingine. Paulo ni akinyirwo ni ripoti. Paulo akiwa kule alipata ripoti. Na agikorwo ni ndumiriri yoimite kanitha-ini wa Thesalonike. Ujumbe ukamfikia kutoka kwa kanisa za wa Thesalonike. Ya kuga kwena andu oima kou macokete kuo. Ya kusema ya kwamba baada ya yeye kuondoka huko kuna watu walikuja nyuma yake. Na makajia kuhujiria andu ati ho muthenya wa Mwathani ni mukinyu. Na wakaanza kufundisha watu ya kwamba siku ya Bwana imesatimia. Na hindi ya Paulo aiguire uhoro ucio. Wakati Paulo alisikia yale maneno, akiona ni wega andikire andu a kanitha wa Thesalonike. Akaona ni vizuri awaandikie wana wa Thesalonike. Nigetha ahorerie ngoro ciao na mere maundu uria magirwo gukorwo maikaire. Ikuoza tulize roho zao na waambie mwelekeo iko namna gani. Na uhoro uria Paulo aririe hindi o thiini wa kanitha wa Thesalonike marua-ini macio. Na yale Paulo alinena kwenye yale barua aliwaandikia wana wa Thesalonike. Niguo
tukinyereire muthenya wa mothe na matuko maria turi tayari yamesafika nyakati hizi ambao tuko, na ni tondu ni murona uria guthukite, na kwa sababu unaona vile mambo yameharibika, na uria Ngai agirwo kiene matuko-ini ma makurigiriria, na vile watu wamemwacha Bwana nyakati hizi za mwisho, na uria Ngai na Yesu na roho mararumwo ni andu mena mwege matari na kwigererera. Mungu Yesu Roho Mtakatifu watu wanawatukana, na ni undu uria ona ngithii social media-ini ciothe, na ukiingia kwenye social media zote ni murona uria guthukite na Ngai ukagirwo kiene. Unaona vile mambo yameharibika na watu hawatii mambo ya Mungu. Ona nikio raigwa uhire irera no kanitha-ini kwanyu ni kuri Ngai kana gutii, na ndiposa unasikia wengine wanasema sijui kwenye kanisani kuna Mungu ama hakuna, no kaigwa kinya maundu maria kana maritwa maria Ngai aretwo, na unasikia hata majina yale watu wanamuita Mungu, na riu andu matirehitha kinya makiruma Ngai. Hakuna watu kujificha hata wakimtukana Mungu. No ni kwenda na undu wa kihutio kia muthenya wa umuthi, Lakini ningetaka kwa sababu ya mahubiri ya siku ya leo, we ta mundu wa Ngai kana ta mundu wa kanitha, kama mtu wa Mungu ama mtu wa kanisa, gucokeria na undu wa ndumiriri ino bicokia ria maundu macio mothe niki kurekika uguo. nataka kukunenea kupitia kwa ujumbe ya siku ya leo ni kwa nini haya mambo yanaonekana ama yanatendeka, nigetha ndugaikare ukimakaga ta uria thĩ ĩramakania uria Ngai arumirwo. ndiposa usistuke vile mataifa wanamtukana Mungu. Paulo hindi ĩrĩa anyitire riboti kuma Thesalonike rĩ, Wakati Paulo alipata ripoti kutoka pale wa Thesalonike, nĩ amandĩkĩire marũa macio amandĩkĩire, aliona ni vizuri awaandikie barua ile aliwaandikia, na thĩinĩ wa hau twathoma hena nja nyingĩ mũno cia ũrĩa kũrekĩka ũmũthĩ, na ndani ya pale tumesoma kuna shuhudizo nyingi ya yale mambo yanatendeka siku ya leo. Paulo akĩmera ũhoro wa gũũka kwa Mwathani witũ Yesu Kristo rĩ, Paulo akawaambia kufunuliwa kwa Yesu Kristo na wa ũrĩa tũkonganio mbere yake matukũ ma mũico, na vile tutachukuliwa nyakati za mwisho. mũtikae kũhahũrwo nĩ mũndũ ona ũmwe ngoro, Msinge mkasuliwa na kila mmoja ndani ya roho zenu, ona kana mũhahũrwo nĩ marũa merĩtwo moimĩte kũrĩ ithuĩ, ama msuliwe na barua muambiwe imetoka kwetu, amu mũthenya ũcio ndũgakinya sababu ile siku haitafika ũhoro ũrĩa wa Ngai ũtambĩte gũũka, kabla ya yule mwana mtoefu kabla hajajionyesha, ona mwana ũrĩa wakũũra atambĩte kũguranĩrio, na yule mtoto mtoefu kabla afunuliwe, ũrĩa ũreganaga na ũndũ wothe wĩtanĩtio na ũngai, yule anakataa mambo yote ya kiungu, na agaikaragĩra gĩtĩ-inĩ agĩtuaga nĩwe Ngai, na anaketi kwa kiti akijifanya yeye ndiye Mungu, na akarumaga Ngai na irumi cia mĩthemba yothe, na kutukana Mungu akitumia njia zote, na akĩmera Ngai mũtekũririkana rĩrĩa ndarĩ na inyuĩ ndamwĩra maũndũ maya, na akawaambia mkumbuke nyakati zilikuwa na nyinyi, na nilikuwa nawaeleza haya mambo, na akamwĩra ihinda rĩu nĩrĩgakinya, na nilikuwa nawaambia hiyo nyakati itafika, no wona rĩakinya-rĩ, lakini nyakati hizo ikizafika, hĩndĩ ĩyo nĩguo mũkamenya mũthenya wa Mwathani wĩ hakuhĩ, wakati huo ndio mtajua siku ya kufunulia kwa Bwana iko karibu, na hĩndĩ ĩyo nĩguo Mwathani agacoka oke, wakati huo ndio Bwana atakuja nĩgetha orage system ĩyo na ũndũ wa mĩhũmũ ya kanua gake, ndiposa aangamize ile system yote kutoka kwa kinywa chake, na nĩ ũndũ ũrĩa akonithania acokete gũkũ na thĩ, kwa sababu ya vile atafunuliwa kama amerudi hapa duniani ena hinya na ũhoti na ũtheri wake, akiwa na uwezo na nuru yake. ũguo Paulo oigire atĩrĩrĩ, Kwa hivyo Paulo akanena ya kwamba kĩonereria kĩmwe gĩkoneka gũkũ thĩ ile ishara ambayo utaonekana hapa duniani, gĩa kũmenyithania atĩ mũthenya wa Mwathani wĩ hakuhĩ-rĩ, ili watu wajue ya kwamba siku ya Bwana iko karibu, tondũ nĩamerire hĩndĩ ĩyo mũthenya ũcio ndwarĩ mũkinyu, kwa sababu hata aliwaambia nyakati zile ile siku ya Bwana haijafika, na akĩmera matige kũhenio nĩ andũ acio mahenanagia kanitha wa Thesalonike, na akawaambia msidanganywe na wale ambao wanadanganya, no akĩmera rĩrĩa mwana wakũũra akaguũranĩrio, lakini akawaambia wakati yule mtoto mtofu baada ya kufunuliwa, na hĩndĩ ya mũregi watho akaguũranĩrio, na yule ambao anakataa sheria za Bwana akionekana, na roho ũrĩa ũtatĩaga Ngai hĩndĩ ĩyo ũkaguũranĩrio gũkũ na ile roho ambao haimtii Bwana wakati itaanza kufanya kazi hapa duniani, hĩndĩ ĩyo nĩmũkamenya atĩ mũthenya wa Mwathani wĩ hakuhĩ, wakati huo mjue ya kwamba siku ya Bwana iko karibu. na nĩ ũndũ rĩu ũcio kanitha ũmũthĩ-rĩ, Na kwa sababu hivyo kanisa siku ya leo, rĩrĩa tũraigua mwana wa Kariũkũ anjĩtie kwaria, wakati tunasikia yule mtoto ambao ni tofauti na mambo ya kiungu, kana ũhoro ũrĩa wa Kariũkũ werirwo nĩguo kama ũkambere, ama haya maneno ambayo tuliambia ndio itatangulia kwanza, ithuĩ handũ ha kũmaka ndani yetu badala ya tusikie hofu, ũrĩa Ngai ithe witũ arumirwo-rĩ, kwa sababu ya vile watu wanamtukana Mungu, twagĩrĩirwo nĩ kũmenya atĩ ũhoro ũcio nĩ ũrĩa werirwo nĩ ũgoka Mwathani
kufunuliwa. Sio shida yako kuangalimiza ile roho, kwa sababu Bwana alisema yeye mwenyewe kupitia kwa kinywa chake ndiye ataua ile roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu usijali vile Mungu ametukanwa na mataifa. Sisi tukae kama wana Thessalonike, tujue kwamba siku ya Bwana yakaribia. Kwa sababu yale mambo ya uongo ndio yanafanya kazi siku ya leo duniani. Mambo ya kutofautiana na Mungu ndio inafanya kazi siku ya leo. Ukisoma haya maandiko kwenye kitabu ya Kiingereza, King James Version badala ya kusema ile mtoto wa mpotevu, the great apostasy, ni mwana ule wa kugwa, kana the great falling away, mwana ule wa kugwa. Ati ni kukagĩa na kugwa kunene muno kwa andũ aingĩ magĩtigana na Ngai. Utaonekana watu wengi wakitoka ndani ya Bwana. Na nikio unaona muthenya wa mũthĩ, na ndiposa unaona siku ya leo kinya mabũrũri marĩa ũhoro woimire tũkĩreherwo, yale mataifa mambo neno la Bwana lilitoka huko likakuja hapa kwetu. Wathiĩ bũrũri wa Ngeretha kũrĩa ũhoro woimire na kũrĩa kũngĩ, ukienda yale mataifa makubwa kule ambao ndio maneno ya Bwana yalianza, kanitha iria ciarĩ kũu na kũrĩa ũhoro woimire, makanisa yale yamekuwa yamekijengwa huko na ndio walikuwa wanzilishi wa hili neno. Ũmũthĩ ũkaigua iragarũrwo igatuo irabu na igatuo nyũmba cia kũinĩrwo disco. Unasikia siku ya leo yanabadilishwa makanisa yanakuwa ni mabaa ama mahali ya watu kuibia nyimbo. No kaigua andũ arĩa matureheire Ngai. Na unasikia wale watu ambao walituletea neno. Ũmũthĩ nĩguo matarĩ na bata na siku ya leo hawana haja na neno la Bwana. Wagĩrĩirwo kũririkana Paulo nĩoigire atĩrĩ, lazima ukumbuke Paulo alinena akasema ya kwamba atĩ Mwathani ndagoka ũhoro ũrĩa wa Ngai ũkũtambĩte gũkinya. Kufunuliwa kwa mwana kondoo ni lazima tuone mambo ambayo ni tofauti na kiungu. Wagotigana na Ngai ũtambĩte gũkinya. Na mambo ya kuachana na mambo ya Mungu laanza ya kwanza ndiyo yatatangulia. Ũguo waigua andũ nĩ maratigana na Ngai. Kwa hivyo ukisikia watu wanatoka kutoka kwa Bwana, waigua andũ nĩ magwĩte makoima kiugo-inĩ kĩa Ngai. Ukisikia watu wanaanguka kutoka kwa neno la Bwana, ũkaririkana ũhoro ũcio nĩ ũrĩa warĩirio Thessalonike. Uwe unakumbuka ni yale maneno Paulo alinenea wana wa Thessalonike. Na nĩgetha ũmenye Paulo ũrĩa eririe andũ acio kanitha ĩyo hĩndĩ ĩyo, na ndiposa ukumbuke vizuri vile Paulo aliwaambia nyakati zile atĩ matige kũhenio mũthenya wa Mwathani nĩ mũkinyu. Wasidanganywe ya kwamba siku ya Bwana imeshafika. Wewe umenye rĩu ithuĩ nĩithuĩ tũkinyĩrĩirwo nĩ gũka kwa Mwathani. Wewe ujue ya kwamba sisi ndio tuko karibu kuona ufunuo wa Bwana. Tondũ ũhoro wa Ngai ũkũgwatũkire nĩguo kamba gũkambe. Kwa sababu mambo tofauti na neno la Bwana ndio yatatangulia. Bwana ni roho. Bwana asifiwe. Ũtagĩtinda ũgĩthiĩ Rũraya. Hata kama huendi kule Ulaya. Gũkũ gwitũ thĩinĩ wa bũrũri wa Gĩkũyũ. Hapa kwetu kwenye nchi yetu ya Kikuyu. Wĩndĩ andũ metigĩrĩte Ngai mũno. Kuna watu nyakati watu walikuwa wanamuogopa Mungu sana. Andũ makorwo metigĩrĩte kanitha mũno. Na watu walikuwa wanaogopa makanisa sana. No ũmũthĩ. Lakini siku ya leo andũ nĩ maratigana na Ngai magĩcoka mĩtugo-inĩ. Watu wanachana na Bwana wanarudia mambo ya kitaifa. Na mbara ĩrĩa nene ona ĩ rũrĩrĩ-inĩ rwitũ. Na ile vita kuu ambayo iko ndani ya ukoo wetu. Nĩ tondũ thĩinĩ wa rũrĩrĩ rwitũ ni kwa sababu ndani ya ukoo wetu mwana ũcio wa kũũra, yule mtoto mpotevu athiĩte akĩgĩa na kĩũga, ameanza kuwa na kimo. Mwathani aroho. Bwana asifiwe. Nginya Yesu mpaka Yesu Kristo wanamwĩta kahĩĩ, wanamuita ni kijana, makamwĩta kahĩĩ ka Mariamu, wanamuita ni kijana ya Mariamu, na makaria ciugo nditũ mũno, na wanena mambo mazito sana. Na hĩndĩ amwe acio nĩ arĩa mahunjagia ũhoro ũyũ, na wengine ni wale walikuwa wanahubiri hili maneno. Andũ magacoka thĩinĩ wa tradition na mĩtugo, na watu wamarudi kwa ukoo wao. Tondũ Paulo nĩoigire atĩrĩ, kwa sababu Paulo alinena ya kwamba ũhoro wa Ngai ũkũ no nginya ũkamba gũkinya. Mambo yale tofauti ya Mungu ndio kwanza yatatangulia. Na kwa sababu kulitabiriwa ni lazima itafika. Bwana asifiwe. Kulaaniwa ni yule anatimiza yale utabiri. Wewe jihadhari na mimi nijihadhari. Mtoto mpotevu akifunuliwa ndani ya roho za watu, na sisi asionekane ndani yetu. Wewe uwe unajua ya kwamba kanisa wa Thesalonika waliambiwa ya kwamba ndiposa ujue ile kitu ambao unaona
shina ya ukweli bado iko. Na kioretwa roliro. Na imewekwa ile seal. Ati gainyo yale mali yake. Mungu anajua wale ambao ni wake. Bwana asifiwe. Ile shina ndio mimi nataka. Ukiugura ndio mwana wako. Mtoto mpotevu akifunduliwa. Watu wakikaa kando na neno la Bwana. Mimi nataka kukaa kwenye ile shina Paulo aliambia Timotheo. Hata kama mambo yameharibika. Ile shina ya ukweli bado iko na inadumu. Hakuna wakati itaondoka. Bwana asifiwe. Na imewekwa ile seal. Mungu anajua wale ambao ni wake. Mimi nataka nijulikane na Mungu. Roho ya Bwana ikifanya kazi ndani ya watu. Mimi nataka kukaa kwenye ile shina. Mimi nataka kuwekwa ile seal. Ndipo ninajulikana na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa sababu kuraaniwa ni wale ambao watakamilisha ile ufunuo wa Yesu. Paulo akamwambia ya kwamba nyakati za mwisho, kabla siku ya Bwana ifike, kutakuja mambo maovu juu ya Bwana, na mtoto mpotevu atafunuliwa. Itaitwa mwana wa Kora. Na siku ya leo sio tayari mambo haya yanatimia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wakati tulikuwa tunakuwa, wakati tulikuwa watu wadogo, watu walikuwa wanawapa kanisa sana. Hata kama walikuwa wanajua Mungu hakai kwa zile nyumba, hata kama walikuwa wanajua Mungu hukaa ndani ya roho zao, lakini hii nyumba tumejenga, hata kama kiasi ni Mungu hakai kwa hii nyumba, inaitwa ni nyumba ambayo inaitanishwa na jina la Bwana. Bwana asifiwe. Wakati tunaonyesha mji, na tunasema ile mji unaona ni kwa babake Vuja, ile nyumba unaona ni ya mama Babarake, ile nyumba unaona imekaa kwa mlima ni ya fulani. Vile tunaonyeshana nyumba ya mtu, nipoza hii neno ambayo inaitanishwa na jina la Bwana ziko. Wakati tulikuwa wadogo, Bwana asifiwe, watu walikuwa wanaogopa sana manyumba ambayo inaitanishwa na jina la Bwana. Hata sisi tukikuwa makanisa mengi hayakuwa yanafungwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hata watu wa kiasi wale walikuwa wanaimba zile nyimbo ya kiasi. Hii wakati wa watu wanatairi zile nyimbo zinaibwa. Wakienda kwa barabara yule alikuwa anaongoza hizo nyimbo. Unakumbuka kuna kifungo walikuwa wanasema ya kwamba nitapitia kanisa. Kwa sababu kanisa la Bwana huwezi ukaipita. Na wale watu wanaikuwa wanaimba nyimbo za kiasili. Haleluya. Lakini walikuwa wanaheshimu kanisa. Na walikuwa wanajua ni nyumba ya Bwana. Lakini siku ya leo ile roho inafanya kazi ile Paulo alisema. Kwa sababu mtoto mpotevu tayari amesafunuliwa. Ndiposa unaona vijana wanaingia kwa kanisa. Vijana hao wanachukua mali ya kanisa. Mali ambayo imeombewa na imeteuliwa wanachukua. Speakers kama hizi ama microphone kama hizi. Unasijua wanasichukua wanaenda wanauza. Bwana asifiwe. Na yule kijana anakaa tu kwa baa. Anaitisa pombe na ile mogoka. Anakula ile mogoka na anakula pombe. Akijua hizi pesa ni zile speakers alitoa kwa kanisa. Si unaona huyu kijana sasa tayari amezaa kuwa na kimo. Si unaona yule mtoto mpotevu amezaa kuwa na kimo. Bwana asifiwe. Unasikia
Warumi 8 kuanzia mstari wa 20. Viumbe vyote vinakaa kama zinagoja, zikiwa na mito mikuu, zikingoja kufunuliwa wana wa Mungu. Kwa sababu nyakati zile ndiposa viumbe zote zitakombolewa ndani ya pale ambao wanakaa kwenye uovu. Bwana asifiwe. Pande ile ingine Mungu anangoja wana wake wakamilike, wana wake wawe na kimo. Na pande hii ingine adui yetu yeye mwenyewe hajalala, mtoto wake amezaa kamilika, mtoto wake yule mtotevu tayari amezaa kamilika. Na kanisa tu ni mchezo wa mchezo, na inangojewa mtoto wake awe na kimo. Bwana asifiwe. Ndiposa mtoto wa Mungu, ndiposa wana wa Mungu angaliana pamoja na mtoto yule mpotevu, watapigana pamoja na yule mtoto mpotevu, kwa sababu unasikia atamalizwa na yale maneno yatatoka kwenye kinywa cha watu wa Mungu. Atamalizwa na nuru ya Bwana kwa kufunuliwa kwake, yale maneno yote ya Kristo Yesu, yale maneno ambayo itatoka ndani ya kanisa. Ni uwezo wa lile neno litakuwa linatoka ndani ya kanisa. Ile neno ndiye litamaliza yule shetani, hiyo ndiyo itamaliza yule mtoto mpotevu, na ile nuru ambayo itatoka ndani ya kanisa. Bwana asifiwe. Kwa sababu Kiingereza inasema ya kwamba na mwanoli akandinwa na unuwodheri wa gũka gwake. Na hapo tumesoma vizuri wana wa Thessalonika waliambiwa. Kwa hivyo wana wa Mungu wanangojewa wapate ile kimo, ndiposa kanisa, ndugu na dada, wewe na mimi tuwe na ile kimo ambayo inatoshana na Kristo Yesu. Ndiposa Paulo ananena ya kwamba uovu wangu ama uchungu wangu ni mpaka Kristo aonekane ama aumbike ndani ya kanisa. Hivyo baada ya Kristo kuumbika ndani ya kanisa, Paulo alikuwa anajua kanisani kutapatikana mtoto ama kijana yule amesimama na kimo, hilo inaweza kupigana na yule mtoto wa shetani. Bwana asifiwe. Siku ya leo ile nguvu ambayo inasikika ikifanya kazi ndani ya dunia ni wa mtoto yule ambao ni mpotevu. Ndiposa unaona kwenye mitandao Mungu tu anaizikiwa kwa watu wengi. Bwana asifiwe. Wiki hii niliona mtu mmoja na ni Mkikuyu kwenye social media akisema Bwana asifiwe. Mimi baada ya kusema amen, kabla ya kusema amen, akaongeza jina lingine ambalo ni nzito. Mimi ningesema tu umbwa ibarikiwe ama inuliwe. Bwana asifiwe. Na anaongeza mambo mengine ambayo siwezi kuyataja. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba mambo ambayo ni tofauti ya Mungu tayari yamesafika. Ile kazi ya mambo ni tofauti na Mungu yako ndani yetu. Mtoto mpotevu sasa tayari anafanya kazi katika kwetu. Lakini kuna jambo moja inanifurahisha. Wale ambao watakuwa wakamilifu, wale watakuwa na kimo kama ya Yesu, ndio wataangaliwa, watafuatana na ile roho, watapigana na yule mtoto mpotevu. Hapo ungesema amen. Bwana asifiwe. Kila mmoja wetu aombe Mungu, kwa sababu mtoto wa pande ile ingine shetani yeye mwenyewe hajalala. Na ndiposa Roho Mtakatifu alisema ya kwamba shetani tayari ametoka kwenye giza. Zamani alikuwa anafanya
injili. Ona Paulo ni mwaigwa ni wewe ndio wa Thessalonike. Hata Paulo aliwaambia wana wa Thessalonike. Ate ni moe ate ora muregi wa thoni uraruta wira hitho. Unajua yule mtoto mtofu anafanya kazi silini. No mudhiri ucio tuira rutire wira hitho. Lakini siku ya leo ndiye alikuwa anafanya kazi kama anajificha. Mudhiri ni imerete na kioga ya kung'ethania na andu akai. Siku ya leo amejitokeza ili angaliane pamoja na watoto wa Mungu. Mosukani yo idete maide aetidiaria koro igere onaria mure kwa hoteka menyerera akorerewo. Haleluya. Ati mosukani na imete. Sasa tayari shetani ametoka kwenye giza. Nigena ahitilie adwa koro igere. Nipoza apotoze wale ambao wako na roho marabili. No maandiko maraga akoro kwa hoteka. Lakini maandiko yanasema ya kwamba kama inawezekana. Wewe mwenyewe ndio utazuia mambo haya yasitendeke ndani yako. Bwana ni roho. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ukweli. Kwa hivyo Paulo ameeleza kile katuma mumenya muthenya wa Bwana niwe hakuhi. Paulo aliwaambia ya kwamba ile ishara ya kwamba utaona mjue siku ya Bwana iko karibu. Nini ya ora wakati uko akinya. Wakati mambo ya yule mtoto mpotevu yataanza kufanya kazi. Ndio Bwana wako ora akagwera nini. Na yule mtoto mdogo baada ya kufunuliwa. Na umoja ni kwa kule. Na siku ya leo tayari mambo yametimiza. Niko ndamo na watu matiri na mwegerero. Nipoza nimwambia watu hawajali. Niko kuona watu matiri na getio na ngai. Nipoza unaona watu hawana heshima na Mungu. Bwana ni roho. Bwana asifiwe. Ile debate ya nene tio eko. Ile debate ambayo iko kuu ni hiyo. Ate kanisa ile gotire ngai. Ate kanisani hakuna Mungu. Na wange mako ika kanisa ile kwa nini wakakuota le. Na wengine wanasema kanisani kwa mwenu labda ndio hakuna Mungu. Ate sera kuitomo iwe no mwene tema mubakia. Tembea kwetu utamwona Mungu na usikia kinena. Ni kondo lili. Ni kwa sababu gani? Oro wakati uko nemo kinyu. Mambo yale tofauti ya yule mtoto mtofu tayari yamesafika. Kama inamacho masa nchari ya berere. Na nyakati zile ya sensari ya kwanza. Ndio Paulo andikagira watu wa Thessalonike. Wakati yule Paulo alikuwa anaandikia wana wa Thessalonike. Watu wa Thessalonike ni meli lagiria mno kuona matukuma ya tu. Wale watu walikuwa wanatamani sana kuona nyakati hizi. Nowe wagiriwa gukena. Lakini inastahili wewe ufurahi. Wamenya ati maundu macio meli wani magokarinde upotoli. Ukijua ya kwamba yale mambo ambayo yalikuwa yametabiriwa tayari unayaona wewe Na mwenyewe. wewe na social media mundu akirumangai. Na ukiangalia social media mtu akimtukana Mungu. Uwatiga utiroke maka. Usije unajali. Uwatiga utiroke babaika. Hiyo sio kitu ya kukubabaisha. Ona ni wewe kigoge kinigetha ukahujiria. Ni uchukue hili neno ukahubiria wengine. Mundu arumanga iwe hauri. Mtu akimtukana Mungu ukiwa pale. Ukera ndo tigai gotira mukemaka. Wewe unaambia watu msistuke. Wewe ni wale wala dirwa na wali ndio ni wana sababu. Haya ni yale mambo yalitabiriwa kwenye kitabu ya Wathesalonike. No ni kuingia rahikia. Na huyu ni kutimiza anatimiza. Ya kweli wao wakati uko ni omo. Bila kulikuwa kumeambia kwamba mtoto mtopotevu tayari atafunuliwa mbele. Bwana ni roho wako. Bwana asifiwe. Niko na Paulo le. Ndiposa unamuona Paulo. Dini watu mmoja wa mbele ya. Timotheo wa kwanza 4. Na ndio waandike ukathomere. Na uandike uende nyumbani ukajisomee. Kwa ndio mahali wa mbele. Kuanzia pale mstari wa kwanza. Waigire aterere. Alisema ya kwamba ati roho ndio iga muno atekuithirira. Nyakati zote Roho Mtakatifu hunena ya kwamba Ati matuko maria magoka thutha ri. nyakati zile zitakuja pale nyuma. Andu ni matigana na urutani uria wa witiki. Watu wachana na yale maneno ambayo ni ya ukweli. Nigetha marobo yanagia na marutani madai. Ndiposa wao wanafuata mafundisho ya shetani. Na ni undu wahinga watu aria maragia. Na kwa sababu ya unafiki ya wale watu ambao wanaongea. Thamini ciao tacio retwo ni Saitani. Amili zao zitakuwa kama zinaongozwa na shetani. Uguo horo ni warathirwo. Kwa hivyo mambo tayari yamezaa kuwa yametabiriwa. Na Paulo akamwambia Timotheo. Ati matuko macio makurigiriria. Ati nyakati za mwisho. Roho ndio iga muno atekuithirira. Roho tayari anaongea bila kuficha. Ati andu ni matiga oro wa gwitikia. Watu watawacha tu kumwamini Mungu. Marobo yanagia na marutani madai. Wale wakifuata mafundisho ya shetani. Na maroho maria Na mahendanagia. yale maroho ambayo yanadanganya watu. Bwana ni roho. Bwana asifiwe. Nikioragwa mundu woe ngai. Ndiposa unasikia mtu alikuwa anamtumikia Bwana. Athamĩtio nĩ thakame ya Jesu. Mtu alikuwa ameoshwa na damu ya Yesu Kristo. Mũndũ ahunjagia kiugo kĩa Ngai. Mtu alikuwa anahubiri neno la Bwana. Ũmũthĩ arauga thakame ya mbũri nĩyo ĩna hinya kwĩya Jesu. Siku ya leo wanasema damu ya kondoo ndio iko na uwezo. Na ũkaigua mũndũ ũcio nĩ acoka
Na unasikia mtu amerudi nyuma, anaomba wale ambao wamesalala tayari. Na unasikia anaongea juu ya wale ambao tayari wamesakufa. Usijali kwa haya maneno. Bora tu wewe uangalie usirudi nyuma. Lakini wale ambao wanarudi nyuma, Timotheo wa kwanza 4 kuanzia mstari wa kwanza. Roho Mtakatifu alinena kinagana nyakati za mwisho watu watawachana na mafundisho yale ya imani, wafuate ufundisho wa shetani na yale maroho ambayo yanadanganya watu. Bwana asifiwe. Unasikia mtu tayari alikuwa mhubiri, mtu alikuwa anahubiri mambo ya Mungu. Siku ya leo anatoa ushuhuda, anasema ya kwamba ninadhani sana ile miaka ambayo nimepoteza kwa sababu ya kudanganywa na watu wazungu, kwa sababu tayari nimeweza kugundua ati kwanza nikimwaga damu ya kondoo ndio inaweza kunisaidia. Mungu akule hemu na ninehemu. Bwana asifiwe. Ndiposa tuokoe nyakati hizi za mwisho. Ndiposa yale maneno ambayo tayari umesafiri kuanzia mwanzo, yale Paulo alinena kwa akikuja mtu akwambia mambo mengine tofauti na yale, hata kama ni malaika akitoka juu mbinguni akuje na maneno mengine tofauti isipokuwa ile usikia pale mbele. Bwana asifiwe. Paulo akeujiane oire orore awaibirio mbere ndukanogererwo ni mundu ona muraika nyuma iguru Johana kĩguũrĩria kĩrwo ũrĩa ũkongererwo ũyũ akongererwo matũ na rutwo mũtĩ-inĩ wa muoyo. Mwathani arogoocwo. Bwana asifiwe. Roho tayari ananena kweli bila kuficha ya kwamba nyakati za mwisho yale ambayo tunakaribia siku ya Bwana, yale ya kufunuliwa kwa Bwana, ndio nyakati ambayo tunaishi. Watu watawachana na mafundisho yale ambayo ni ya imani, na hapo ndio inaitwa ya kwamba kuingia kwenye ile tofauti ya mambo ya Mungu, na ndiposa inaambia kwa ni kuanguka kule ambao ni kuku. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Ronde waigana muno matuko maria magoka andũ magatigana na ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai, makaiga maroho marĩa mahenanagia na morutani ma ndaimono. Ũguo warning ĩyo yaheirwo kanitha wa Thessalonike. Kwa hivyo ile warning ambayo ilipatiwa wana wa Thessalonike, na matukũ macio harĩ na rithi itũ rĩu nĩmo matukinyĩrĩire. na nyakati hizo ndugu na dada ndio hii ambayo tunaishi. Na wona matukũ maya we wagĩrĩirwo gũkena. Na ukitazama haya nyakati za mwisho inastahili wewe mwenyewe ufurahi. Ukamenya kuonokio gwitũ nĩ gũkuhĩrĩria. Ujue ya kwamba kuokolewa kwetu kuko karibu kabla ya siku zile tulianza kuamini. Bwana ni roho. Bwana asifiwe. Ndio wao rudi. Ndiposa Paulo Timotheo wa kerĩ 4. Hana Timotheo wa pili 4. Ngai arogoocwo. Bwana asifiwe. Twathoma wa mbere 4. Tumesoma Timotheo wa kwanza 4. Wagi wa kerĩ 4. Ukiingia Timotheo wa pili 4. Kwanza mwali wa mbere mweli. Kwanza mstari wa kwanza Paulo akanena ya kwamba ndio cio rĩ. Hivyo oroyo rĩ. haya mambo uhujagia wewe unayahubiri hĩndĩ na njagĩrĩru na itarĩ njagĩrĩru. nyakati zinazofaa na nyakati zisizofaa. Tondũ matukũ nĩ magoka. Kwa sababu nyakati zitakuja rĩrĩa andũ matagetĩkĩra. wakati watu hawatakubali kũrutagwo ũhoro ũrĩa wa ma wa Ngai. kufundishwa mambo ya ukweli ya Mungu. No nĩ makeyũkanĩria. Lakini wao watatafuta wao watawafundisha. Arĩa makamaruta maũndũ marĩa makendaga we. Wale ambao watafundisha mambo ambayo yeye wenyewe wanataka. Ndio wale matomao. Kwa sababu masikio yao magakorwo mategeirwo. yatakuwa yanangoja. Nigetha maigue maũndũ ma mathari. Ndipo
season. Kwa hiyo ukihujia horoyo maina mwana magari na makagereire. Todo matukone magoka. Kwa sababu nyakati zitafika. Nili adu mategetikira. Wakati watu hawatakubali Kuigua horoya wambo. kusikia mambo ya ukweli. Na ni matukuma sio magalio. Na ndio nyakati za mwisho. Na ni matukone leo. Na ndio nyakati hizi ambazo tayari tunaishi. Makayoga niliarutani. Watu watatafuta wale watakuwa wakiwafundisha. Ako maruta maundu maria mako makienda kuigua. Wafundisha mambo ambao wenyewe wanataka tukusikia. Ndani ya roho. Bwana sifiwe. Ano makera motugatiria tere. Watu waambia watumishi wa Mungu ya kwamba Neno tuhujiria wale tokogia hiyo. siku ya leo tunataka utufundishe vile tutatajirika. Siku ya leo tunataka utufundishe vile tutatajirika. Lakini sio ile Roho Mtakatifu ataleta siku ile. Na mnajua kanisa maana iliwachiwa Roho Mtakatifu. Ndiposa anahudumia na kuonyesha njia. Hata sisi hapa kuna kitu tunaweza kuhubiri. Isipokuwa ile tu tunaweza patiwa na Roho Mtakatifu. Sisi ni sauti tu. Wale ambao wananena juu ya Bwana kule nyikani. Sisi ni tarumbeta tu peke yake. Ile ambao inapofundishwa na inachukuliwa na mwenyewe. Hakuna kitu tunaweza kuhudumu yetu. Kwa hivyo wakati ambao tunaongea sisi tunasikia ile kitu na nena ile kitu ambao tunapatiwa. Lakini ukasemekana ya kwamba nyakati zitafika wakati watu hawatatulia kusikiliza kufundishwa na Roho Mtakatifu. Lakini wenyewe watatafuta walimu wale watawafundisha mambo ambao wenyewe wanataka kusikia kwa sababu ya vile masikio yao yatakuwa tayari wameyaweka wasikia mambo ya uongo. Anasifiwe. Ndiposa unaona kanisa saa ingine unaona makanisa mengi wako na watu wengi. Ni kule ambao watu wanafanya sarakasi. Na unaona hata ukiingia kwa social media hata watumishi tu wanafanya tu sarakasi hapa mbele. Niliona wengine na ni mabwana wakivaa wanaweka skati na viatu vile kubwa za wamama. Kwa hivyo akienda tu kwenye madhabahu unasimu tu ama ni dada ama ni ndugu. Lakini wale wako kanisa wanasimama tu kufurahia. Wanasifiwe. Nyinyi msiposema amen. Nyinyi msiposema amen. Wale ambao wanahubiriwa na mambo ya sarakasi wanasimama juu tu wakisema amen. Wanasifiwe. Kwa sababu wametafuta walimu. Na wale watu wanafurahi kwa sababu wanahubiriwa kitu ambao wanataka. Lakini kwenye mafundisho ya Timotheo tuliambia kwamba tuwe tunahubiri nyakati ambayo inafanya, nyakati ambayo haijafaa. Kwa sababu nyakati hiyo ndio tunaishi siku ya leo. Mambo yana tofauti ya neno la Bwana tiari yanafanya kazi. Na kufika kwake inatuonyesha kwamba kufunuliwa kwa Bwana kuko karibu. Kwa sababu ndio Paulo alinena. Aliambia wana wa Thesalonike. Wanasifiwe. Nyakati yatafika Timotheo, sikiliza. Nyakati watu hatavumilia kufundishwa mambo ya ukweli. Wanasifiwe. Na nyakati hizi ndipo ulisikia itafika. Ile tulikuwa tunaambia na pastor siku ya Sunday. Na ile sio ya chakula ya kiasili. Lakini ni ya kusikia neno la ukweli. Na hiyo maandiko mwandike mwende ujisomee. Kwenye kitabu ya Amos 8. Kuanzia 11 mpaka 13. Nabii Amos alitabiri ya kwamba
anake, vijana na wasichana watakuwa wakianguka njiani kwa sababu ya kukosa chakula na kiu. Bwana asifiwe. Ile njaa ambayo iko siku ya leo ni ya kukosa tu ndile neno ya ukweli ya Mungu, kwa sababu nyakati hizi watu hawajui ukweli uko wapi. Watu wanatafuta tu vile kulitabiriwa. Bwana asifiwe. Watu wakitafuta Mungu wa ukweli atatoka wapi? Nipoza unasikia ni ile njaa ambayo tayari iko. Kwa sababu sio makanisa mengi yanahubiri mambo ya ukweli. Watu wanahubiri kwa kuangalia vile watu wako. Na ukitazama mtu kanisani akiwa ana hela, wewe ukamguza. Hata asipokaa kama vile neno linasema, hakuna mtu anaweza kumuuliza. Kwa sababu huyo mtu ukimwangalia na unene naye atatoka kanisani. Kwa hivyo joy ya kukosa ukweli imejaa kwenye nchi yote. Waliwaambia ya kwamba Roho Mtakatifu kutakuwa na njaa, na sio kukosa chakula, ni njaa ya kukosa mambo ya ukweli. Roho za watu ambao wamezaa duniani watakuwa na kiu, na watakufa sio kukosa maji, ni kiu ya kukosa neno ambao ni nzuri ya Bwana. Na nyakati hizi ile roho ambao inafanya kazi ndipoza iko ile njaa ambayo iko ndani ya makanisa mengi. Watu wanaingia kanisani, sarakazi zinafanywa kwenye madhabahu, zile roho zinaenda nyumbani nikiwa na njaa vile tu zilikuja, zile roho inarudi tu nyumbani zikiwa na kiu. Lakini ninamshukuru Bwana. Bwana asifiwe. Ninamshukuru Bwana kwa sababu Roho Mtakatifu alinena ya kwamba nipoza nimekuja hapa duniani, hata kama ulikuwa kuna roho yule mpotevu, nipoza nionyeshe shina ile ambayo iliwatwa na mitume wa Bwana. Nipoza kondoo wangu hapa nyuma ziwe zinakamilishwa na ile shina. Bwana asifiwe. Ile shina ndio mimi nataka niwe ninakamilika kupitia kwa ile shina, na ile shina ya mitume. Niposa nifike pale Timotheo aliambiwa ya kwamba ile shina ya ukweli bado iko, na imewekwa ile shina. Hata kama moto ya yule tofauti akija, hata jaa ikiwa ni mingi, Mungu anajua wale ambao ni wake. Bwana asifiwe sana. Hapo ndio mimi nataka sana kukaa pale kwa wale ambao ni wana wa Mungu, kukaa kwenye ile shina, kwa sababu ile shina. Bwana asifiwe. Tuliambiwa
kwamba kwenye ile shina kuna ufalme, kuna kula na kukunywa. Ndiposa zile ambazo zimetoka kwa Bwana za nyakati hizi, zile kondoo wa Bwana ziwe anakamilishwa ama zinapata kina kutoka kwa ile shina. Mtoto mpotevu akipata kimo pande ile ya tatu, nani pande nyingine nikamilishwe na ile shina. Bwana asifiwe. Ndiposa niwe na kimo kama ile ilikuwa na Kristo Yesu. Nawe ni vizuri utamani kuwa na ile shina. Bwana asifiwe. Kwa sababu nyakati hizi, wakati huu ambao kuna mambo tofauti na Mungu, wakati huu Mungu anadhikahiwa na kutukwanwa, wakati Yohana alikuwa anafunuliwa kwenye Ufunuo 13, na akaona mnyama ikitoka ndani ya ziwa, ni ndani ya maji, ziwa. Na kwenye maandiko ziwa zinanena juu ya mataifa mengi. And so the beast was seen coming out of the sea of humanity. Na nyambo ikioneka ikiuma ilia inekatakateka. It came out of the sea of humanity. Ikiuma kuri ya mobile ine wa modo. Na nyambo yoni wone Yohana le. Na ile mnyama ambao ilionekana kwa Yohana. Kwa sababu ilikuwa inakaa kama chui. Na ilikuwa na mdomo kama wa simba. Miguu yake ilikuwa inakaa kama dubu. Sitaki sana kuingia pande hiyo, kwa sababu ule mfano wa yule mnyama ndio inafanya kazi nyakati hizi za mwisho. Ukiteremka hapo chini kwa maandiko yanasema ya kwamba wakati Yohana alitazama vizuri, akaona mwili wake ilikuwa imejaa maneno ya kumtukana Mungu, na ikakubaliwa imtukane Mungu, hata ilaani mpaka kule juu, na mpaka itukane kanisa. Kwa hivyo ukisikia watu wakitukana mambo ya kanisa, tunajua ni ile mnyama ambao Paulo alifunuliwa, ambao ilikuwa imejaa majina ya kumfukuru Mungu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Lakini niambia ni kwa wakati mfupi tu. Iliambia ni wakati mfupi tu. Bwana asifiwe. Nyamo eyo ile maletwa maige bene wa mwere wayo makoruma Jehova wa igoro bapuroni neginu roni ararerera de bode aria magete ogorio na makageti na kerumu matitoria na madia wadhokaroga madoka gure anakwendagia kedu tigoria wena gorodhine kana gokoine kwario roni ararerera thegothe aria magete ogorio na makagageti na kerumu matitoria na madia. Ati rohoni ararire na theru. Roho Mtakatifu analia kwa sababu ya watakatifu. Na inumizi tu kwa ragio roho acho siakari okore. Na yale mambo ambayo tulikuwa tunaongea kumshukuru Mungu. Ni wewe nyamo ndio yoni roho ile maletwa mako maana. Unasikia mnyama ndiye ilionekana kama inajaa majina ya kumshukuru Mungu. Na hata siku ya leo ukiingia kwenye mitandao ndio inaendelea. Ile roho ya yule mnyama ndio inafanya kazi kumshukuru Mungu. Lakini ukisikia hapo inasema ya kwamba roho atakaa pamoja na watakatifu, wale ambao wamekosa ufunuo na wamekosa ile shida tulikuwa tunaongea juu yake, kwa sababu wale watu hawatashinda yule mnyama. Kwa hivyo siri ni kuwa na ufunuo na kuwa na ile shida ambayo inastahili.
akasema ya kwamba na nilikuwa ninamuomba Mungu yule mwenye utukufu ampatie kila mmoja roho wa kukupatia hekima na wa kufunua mambo ikaweza muongezea mambo ya kumjua Mungu au macho yake yafunguke apate kuona nuru ipoza muone ile kitu ambayo ametuahidia vile iko na utajiri mwingi na nuru nyingi. Ile ombi Paulo aliomba ile roho Paulo alikuwa anaombea kanisa wa Efeso ile ambao imesemekana wale ambao watakosa ufunuo na waase kuwa na ile shida ambayo imesimama, hawa watu hawatashinda huyu mnyama. Kama wewe umeshakuwa umeishi ndani ya kanisa ile ambao nyakati hizi ni sarakasi tu peke yake inaendelea na kuhubiri mambo ambayo yanafanya watu wacheke, ukose ufunuo na ile shida ya ukweli. Bwana asifiwe. Wewe hauwezi kushinda yule mnyama, na hii mambo ambayo ni tofauti ya kiungu huwezi ukaishinda, kwa sababu tumesikia ni wengi watakuwa ndani ya neno la Bwana watawachana na neno. Hapo imeambia watu wengi watawachana. Inaonekana mtu kuacha kitu ni mtu alikuwa na kitu. Bwana asifiwe. Mtu akisema niliwacha kukunywa pombe, mtu hawezi sema hivyo kabla ya kunywa pombe. Kwa hivyo nyakati ya mwisho inasemekana watu wengi watawachana na yale maneno ya Mungu. Inaonyesha kuna nyakati walikuwa wamesimama na neno la Bwana, na kwa sababu ya kukosa ufunuo na ile shida ya kweli. Bwana asifiwe. Hata wewe unasikia kwenye mtandao, jihadhari sana nyakati hizi za mwisho, ipoza usiwe ukandanganywa na yale maroho ambayo yanadanganya watu, na wewe unafikiria bado uko kwa ile njia ya kweli, na umeshika ile barabara ya upotevu. Yule anaweza kukusaidia ujue umesimama wapi. Ni Roho Mtakatifu. Ndipo unasikia vile Roho Mtakatifu anakuambia, vile Roho Mtakatifu anakuambia unatenda, lakini unasikia ukisikia vile wale wanahudumia vile wanasema. Hata sisi ambao tunatumika kuhubiri, hata sisi tunastahili sana kusikia vile Roho Mtakatifu anasema, na hatuna uungu mwingi juu ya wale wengine wote. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ile neno inakufanyia kazi na mimi inanifanyia kazi, kwa sababu ilisemekana ni upanga unakata pande zote mbili. Ile neno likinena na wewe, hata mimi linaninenea. Bwana asifiwe. Unasikia kuna wahubiri wengi wanaongea kama ni watu wanahukumu, na wewe wengine wanakaa pande nyingine kama wenyewe wamekamilika, lakini neno ikikusaidia hata mimi inanisaidia. Bwana asifiwe. Kwa sababu hata mimi nataka kukamilika, hata mimi nataka kusimama kwenye ile shina, hata mimi nataka ufunuo wa Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe kanisa. Bwana asifiwe. Nikitamasiza niseme ya kwamba Paulo akaambia Timotheo ya kwamba, hapo ndio tutamalizia Timotheo wa pili 3, kuanzia pale mstari wa kwanza. Akamwambia hii mambo na mjue ya kwamba nyakati za mwisho itakuwa ni nyakati za hatari.
muciari mpaka watu hawezi kusikiliza wazazi wao. Bwana asifiwe. Timotheo atarigo maundu maingi na ario manyinyi. Timotheo amehesabia mambo mengi, nimenena tu machache. Na nikuguthaitha wathi uthome murango ucio. Na kuomba tafadhali ukienda nyumbani usome hiyo mlango. Timotheo wa kerĩ 3. Timotheo wa pili 3. Kwerirwo Timotheo wa kerĩ au 3 niho tukuona ũhoro wa ihinda rĩrĩ. Mwathani arogoco. Timotheo wa kerĩ 3 rĩ. Pale Timotheo wa pili 3. Hau nĩ ũhoro wothe wa Ngai ũkwenda kũmenya ũrĩa ũgoka. Hapo ndio utaangalia mambo ya yule mtoto mpotevu zote pale. Ndigwenda gũgũthomera rĩ. Kwa sababu siwezi kukusomea. Rĩu ũndũ ũrĩa wĩrĩirwo Thesalonike nĩ ũgoka rĩ. Yale mambo ambayo wana Thesalonike wameambia yatatimia. Rĩu ũtarĩirio thĩinĩ wa Timotheo wa kerĩ na tukwambia mwari wa pili. Timotheo wa pili 3 kuanzia mstari wa kwanza, haya mambo yote yameandikwa hapo. Watu watakuwa unajipenda sana, kupenda pesa sana. Watu wezi wanagombana sana. Wetu waovu na wanajipenda wenyewe. Na watu ambao hampendi Mungu. Na watu hawawezi kusikia wazazi wao. Wale ambao imeandikwa hawawezi kusikia wazazi wao. Jiulize siku ya leo vile hii mambo yanafanya kazi nyumbani. Nyakati zingine hakuna msichana ama kijana angesimama wanene pamoja na wazazi wao. Lakini nyakati hizi unasikia mzazi akimwamuru mtoto afanye jambo fulani, mtoto anamwambia hata wewe mwenyewe unaweza kufanya. Na nyakati hizo kijana ama msichana anacheza tu na simu. Lakini ya zamani kijana ama msichana ama mtoto wote angenenewa na mzazi. Bwana asifiwe. Alikuwa anasikia na anatii. Lakini kwa sababu ile roho ya shetani ndio inafanya kazi. Bwana asifiwe. Unanyamaza. Vile kuna ile unaambia mtoto wako afanye kitu fulani. Na unasikia mtoto akikwambia hasa mama yangu niko busy. Na nyakati hizo ni simu ako nayo kwa mkono. Lakini zamani ungesikia mtoto asipotii wazazi wake. Ndipo Roho Mtakatifu anasema ya kwamba mtoto mdogo ukimuuliza unaenda wapi, anakuambia mimi najua mahali ninaenda. Yale maneno atakuwa akinena. Unasikia haya mambo si ya kunenwa na huyu mtoto. Bwana asifiwe. Usijali, ujue kwamba ni utabiri ambao unakamilika. Nyakati zamani ukiingia kwa basi, ukiwa wewe ni mzee ukute vijana wameketi chini ya basi. Nyakati zile wale watoto walikuwa wanaita mzazi. Ukisimama kwenye basi ndani anakuambia kuja uketi hapa. Unaona msichana ama kijana amesimama. Lakini kwa sababu leo ile roho ya shetani ndio inafanya kazi. Hata kama umeingia na wewe ni mkongwe ndani ya gari, utasimama tu hapo hata kama wewe ni mzee. Na msichana mdogo na kijana mdogo wanasifiwe. Wanaonyeshana tu simu na wameketi ndani ya kiti. Wenyewe tu wanacheza tu na social media. Nawe umesimama tu mgongo wako unakuunga. Wanasifiwe. Kwa sababu mambo sasa yanafanya kazi. Kutakuwa na watoto ambao hatakuwa na heshima kwa wazazi. Wale ambao hawezi kutii wazazi wao. Ukiona mambo yamekaa hivyo, hawasifiwe. Ujue siku ya Bwana inakaribia. Kwa sababu Paulo alinena haya mambo ndio kwanza tutayaona. Na kwa hivyo kuokolewa kwetu kuko karibu. Kabla wakati
barabara. Kwa sababu siku ya leo naona tukipita kwa barabara. Ukikuta kijana na msichana wakiongea. Na njia baba. Hawana kazi yako. Wewe ni lazima upitie kwenda majani. Wewe unapitia kwenda mimba. Bwana asifiwe. Lakini zamani wakati tulikuwa tunakuwa, hata wakitazama mzazi wakiwa mbali, walikuwa wanaondoka wanajificha. Lakini kwa sababu ile roho ya shetani inafanya kazi, Bwana asifiwe, sisi ndio tunawaondokea, tunawawacha barabarani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Unasikia mzee alituambia ya kwamba kijana na msichana walikuwa wameketi sitting room. Walikuwa wana watch TV. Na wazazi walikuwa pale. Msichana anaandikia baba yake SMS akiwa pale. Anamwambia wazazi, nataka muondoke hapa, kuna kipindi tunataka kuona. Baba yake akisoma hii message, wanaondoka na bibi yake wanawawacha. Ipoza waondokee kijana na msichana watazame TV. Ni nini wanataka kuona wazazi wakiwa kando? Kwa sababu ile roho ya shetani sasa ndio inafanya kazi. Bwana asifiwe. Lakini wangu akinitext hivi, tunaweza kuonana na yeye chief. Mimi siwezi kuondoka pale. Niondoke kwa sitting yangu kwa sababu yake. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nikupatia ile roho ya shetani na basi. Bwana asifiwe. Sisi hatutapatia shetani nafasi. Ile mnyama hata kimkudhurufu ama kumtukana Mungu, hata ikitukana kiti chake, sisi tunajua maneno ya Bwana itamuua. Tunajua nuru ya Bwana itamuua. Bwana asifiwe. Na ile nuru itatoka ndani ya kanisa. Sisi ndio tunangojewa tutoe ile nuru. Sisi tunangojewa tunene mambo. Ndiposa ile mnyama tuungangamize. Na ile mkomumumame yake. Bwana asifiwe. Kwa sababu hatuwezi kukubali ile roho ya shetani. Ile sisi tutafanya tukiiona. Sisi tutafurahi kwa sababu tutajua ni nyakati za mwisho. Lakini haiwezi ikatutawala. Kanisa la Favorai. Kanisa la Favorai. Mungu awabariki. Mungu awatendee. Mungu awasimamishe. Nyakati hizi za mwisho. Mungu awapatie kimo. Hapana, mimi anipatie kimo. Anafanana na Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu tuliambiwa ya kwamba ile mnyama haitasimama. Yale maneno itatoka ndani ya Kristo. Na ile nuru itatoka ndani yake. Mungu abariki. Kwa hivyo hatutajali. Mungu akihudhurumiwa na kitukano. Ukiingia social media ukuta wale ambao wanamtukana Mungu. Ambia jirani yako ya kwamba huyu anamtukana Mungu, wewe usijali. Huyu anasema tuingie kwa mbuzi, usijali. Mwambie mambo haya yote yamenenwa. Wathesalonike wa pili waje usome. Pili kuanzia mstari wa kwanza. Utakuta yale ambayo yanatendeka siku ya leo. Bwana asifiwe. Mungu awabariki. Mwaka mpya. Mungu awabariki. Mungu awe pamoja nanyi. Mungu akawatawale. Mungu awalinde. Awalinde.